Kama ambavyo unasikia hapo kwenye huo wimbo wa kwake Rema ambao umetufikisha hivi sasa ikiwa ni saa 9, saa 10 na dakika 24, lakini kabla ya yote nikupe kile ambacho natamani ukifahamu wewe ambaye unafuatilia kipindi hiki cha Quality Time. Of course time ya saa 3 kwa maana Outside the Wire ndio hii. Na miongoni mwa taarifa ambazo hii leo zimeonekana kuwa kubwa zaidi ni kuhusiana na msanii Rema ambaye jana taarifa hii ilitoka, lakini leo imeonekana kuwa kubwa zaidi baada ya Time kuamua Time kumweka Rema kwenye list ya most influential young people 2025 kwa sababu ya jinsi alipopandisha Afrobeats kiwango cha juu zaidi duniani. Wamesema kwamba yeye ni mfano wa kijana wa Kiafrika anayeonyesha nguvu ya muziki wa bara lote la Afrika, hivyo kuathiri dunia nzima. So Time imemtaja Rema kama ndo kijana mwenye ushawishi zaidi duniani, lakini Rema ndiye msanii pekee wa Kiafrika aliyejumuishwa kwenye orodha ya Times 100. Nyota hizo zinainuka zenye ushawishi mkubwa duniani. Angel Kidjo, mwanamuziki wa Afrika mwenye tuzo nyingi zaidi za Grammy, anamuelezea Rema kama ifuatavyo: nyota mdogo wa Nigeria amefanikisha mambo makubwa. Wimbo wake Calm Down umefikia idadi ya streams bilioni 2. Rema ametumbuiza kwenye viwanja vikubwa na albamu yake ilitajwa kuwania Grammy. Rema ni mfano halisi wa mafanikio ya kimataifa ya Afrobeat. Shukran kwa wasanii kama yeye, muziki wa Kiafrika uko mstari wa mbele katika tamaduni za muziki duniani. Inasomeka taarifa ya Angel Kidjo mwenye makala hiyo ambayo umetoka kuisikia, ambayo yeye ameielezea ama amemuelezea Rema jinsi ambavyo amekuwa na mafanikio sana kwa kuwa ndo Mwafrika pekee kwa vijana mwenye ushawishi mkubwa duniani. So Rema ameonyesha kuwa muziki wa Kiafrika unaweza kuvutia ulimwengu mzima. Wimbo wake wa Calm Down una mchanganyiko wa ladha za Kiafrika na muziki wa kimataifa, jambo linalomfanya ashike mioyo ya mashabiki tofauti duniani. Mbali na hivyo pia wimbo wa Rema Calm Down wa kwanza kabisa ulitoka tarehe 11 mwezi wa pili mwaka 2022, miongoni mwa nyimbo ambazo zinapatikana kwenye albamu yake inaitwa Rave and Roses. Lakini tarehe 25 mwezi wa 8 mwaka 2022 Rema akaja akaachia remix akiwa na Selena Gomez, moja ya remix ambayo imekuwa na mafanikio makubwa sana duniani, kwa maana ya mpaka Rema kutajwa hapa inaonyesha ni kwa kiasi gani ambavyo amekuwa na nguvu ya muziki kwenye bara lote la Afrika na kuathiri dunia nzima. Of course huyu ni Rema ambaye kwa sasa anatamba na nyimbo zake 2. Wimbo wake unaitwa Kelebu, unafanya poa sana, akaona itoshi kwa mwaka huu pia akatuachia wimbo mwingine unaitwa Funny, na ni miongoni mwa ngoma kali sana ambazo zinakimbiza kwenye upande wa digital platform mbalimbali za mitandao ya kijamii, especially pale Audiomack, Boomplay na Spotify na kwingineko, ambako Rema amekuwa akishia kazi zake ambazo zinafikia watu wengi sana duniani kote kwa ujumla. So huyo ni Rema. I hope umeelewa kile ambacho kinaendelea kusana na yeye baada ya kupewa hiyo heshima ama kuwepo kwenye orodha ya wasanii wenye ushawishi mkubwa zaidi duniani na barani Afrika kwa ujumla wake, kwa maana ni msanii pekee ambaye ni kijana. Wako vijana wengi lakini Rema ameonekana kuwa ndo top, na ndio maana Angel Kidjo, msanii ambaye ana ushawishi mkubwa sana kwa wanawake na ni mwenye tuzo nyingi sana za Grammy barani Afrika, amemuelezea Rema kuwa ndo miongoni mwa wasanii ambao wana ushawishi mkubwa zaidi. Na hii pia inadhihirishwa zaidi hasa baada ya wimbo wake wa Ozeba kutajwa ndo wimbo ambao kama umerejesha tena bara la Afrika na muziki wake kwa ujumla, kwa sababu ilionekana kama muziki unaanza kulegalega hivi, lakini Rema kupitia wimbo wake Ozeba pia ameonekana ni miongoni mwa wasanii ambao wana hiyo influence ambayo leo imemfanya azungumzwe na malegend wakubwa sana barani Afrika, mtu kama Angel Kidjo.